Wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu wametakiwa kuzingatia elimu wanazopewa ili kuepuka na kuachana na mambo yote hatarishi yatakayochangia kuharibu ndoto zao za elimu na maisha kwa ujumla. Akizungumza katika tamasha la uhamasishaji wa kujikinga na ukimwi pamoja na utoaji elimu ya rushwa na upimaji wa damu pamoja na saratani ya matiti katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kampasi ya Karume, naibu mkurugenzi wa chuo cha Mwalimu Nyerere Dr. Mary Kihupi anasema, tumekusanyika hapa kwa lengo la kupata elimu na upimaji na uchangiaji wa damu. Masuala ya elimu ya ukimwi na elimu ya rushwa ni moja ya malengo ambayo yalipo katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, na hivyo kwa kufanya hivi tunatekeleza lengo namba 1 la chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Kwa watumishi tulifanya siku kadhaa zilizopita, na leo hii ni kwa ajili ya wanafunzi. Tunahitaji kupata elimu hii, kukumbushana. Sio kitu kigeni, tumekuwa tukisikia, lakini tukikumbushana zaidi na zaidi atusaidia sana. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini kutoka Tume ya Ukimwi Zanzibar, Time Yusuf Hamis, anaeleza tafiti zilizofanywa pamoja na kuwataka wanafunzi kuacha kabisa vitendo vya kujamiiana ili kuepuka kupata maambukizi ya VVU. Nikianza kwa kuonesha ile takwimu za ukimwi kwa mujibu wa utafiti wa mwisho ambao umefanyika hapa Tanzania ikiwemo Zanzibar, utafiti wa viashiria na matokeo ya ukimwi ambao ulifanyika mwaka 2023 unatuonesha kwamba kiwango cha maambukizi ya VVU kwa upande wa Zanzibar ni 0.4, ambayo ni sawa na watu 10,500 kama na 80 hivi ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kwa Zanzibar. Kwa hiyo hali si shwari kiujumla. Lakini utafiti huo unatuonesha kwamba kwa vijana wa miaka 15 mpaka 24 kwamba wanajiingiza kwenye tabia hatarishi ambazo tabia hizo kwa namna moja ama nyingine zinachochea maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tabia hizo ni pamoja na kwamba vijana wanaanza masuala ya kujamiiana chini ya umri wa miaka 15. Lakini vile vile takwimu zinaonesha kwamba vijana hao wanafanya mahusiano na watu ambao ni watu wazima ambao tayari washakuwa na mahusiano na watu wengi ambao hao pia tunasema kwamba ndio ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa wingi. Kwa hiyo tabia hii kwenu nyinyi vijana ni hatari kwa sababu, kwa hiyo tunachukua fursa hii kukuaseni vijana kwamba muache hizi tabia hatarishi, kwa sababu tabia hizi ndizo ambazo zinachochea maambukizi ya virusi vya ukimwi, na ukizingatia njia kuu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi yanatokana na njia ya kujamiiana. Katika tamasha hilo pia walihudhuria watendaji kutoka Mamlaka ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa Zanzibar ZAECA, nao walitoa elimu kwa wanafunzi hao. Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi ina kazi zake nyingi sana. Kazi ya mwanzo kwanza ni kupokea taarifa, lakini pia kufanya uchunguzi wa vitendo vya rushwa na uhujumu wa uchumi. Kwa hivyo wanafunzi wa chuo cha Mwalimu Nyerere mnakaribishwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi katika Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi endapo vitajitokeza. Kwa hivyo kazi ya msingi ni kupokea taarifa, lakini pia taarifa hizo tunazifanyia uchunguzi. Tunatakiwa tuitie akilini kwamba ajira ni haki yetu. Ajira haiuzwi kwa mujibu wa katiba. Kwa hivyo unavyohitaji ajira, unapokwenda katika maeneo yoyote ya kupata ile ajira, hutakiwi kutoa chochote kwa ajili ya kuipata ile ajira, kwa sababu ni marufuku kwa mtumishi wa umma kupokea zawadi au hisani au faida nyinginezo kwa ajili ya kutoa huduma au kwa ajili ya kurahisisha jambo. Kwa hivyo wanafunzi, chonde hatutakiwi kutoa wala kupokea rushwa. Wanafunzi waliopewa elimu hiyo, je, wameipokeaje elimu hiyo? Leo tumepata elimu juu ya masuala mazima ya ukimwi, lakini pia rushwa, lakini pia elimu ya kuchangia damu. Elimu hii kwa wanafunzi imetusaidia
kwa sababu inaonekana kwamba kuna baadhi yetu walikuwa na hofu juu ya masuala mazima ya kupima ukimwi, lakini binafsi ni muhanga ambaye nimeenda kujitolea kupima ukimwi. Hili zoezi kwa kweli ni comfortable. Tunawashajihisha vijana wetu wote, jamii kwa ujumla kuja kupima ili kuzijua afya zao, lakini pia tunashajihisha kuchangia damu kwa sababu tunahitajika kuokoa maisha ya wenzetu ambao kwa hospitalini na wengine ambao ni wahanga mbalimbali wanaohitaji hizi damu. Kwa hiyo tunashajishana pia. Tunashukuru hizi taasisi kwa ajili ya kuja kutupa hii taaluma. Kwa kweli tumefarijika sana na tunajivunia sana kuwa ni key point katika kuhakikisha kwamba Kwa upande wa leo nimeweza kupata mafunzo mazuri hususan kuhusiana na vijana na jinsi gani vya kujikinga na maambukizi ya ukimwi. Tunaweza kutumia elimu hii kuweza kuhamasisha vijana wenzetu kuweza kuhakikisha wanaweza kujikinga na maradhi ya virusi vya ukimwi na kuhakikisha ukimwi katika nchi yetu ama katika kisiwa chetu tunakitokomeza kabisa. Tume ya Ukimwi bado inaendelea na jukumu lake la kutoa elimu kwa jamii, shehia na vyuo vikuu vya Zanzibar ili kuwanusuru vijana wasipate maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuhakikisha wanafikia lengo la kumaliza ukimwi ifikapo 2030 hapa Zanzibar. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online.